Peponi Online TV. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya hayati Mzee Mtei mahali pema peponi. Amin. Tukae. Nimetaka tutumie muda wa dakika moja kabisa kama ilivyo, kwa sababu watu wanasema dakika moja alafu anatumia sekunde 10, kitu ambacho sio sahihi. Sasa ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachadema, tumeitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha miaka 33 ya uwepo wa chama chetu. Na jana usiku, juzi usiku, nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya Mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia. Na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo, jana tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku 7 kwenye ofisi zote za chama. Kwenye ile statement tulitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku 7. Tutaendelea na maombolezo kwa siku 7 vile vile, kwa sababu Mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya Mzee Mtei, Mzee Mtei amekuwa kiongozi na muasisi wa chama chetu. Ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake baada ya kuwashirikisha hilo wazo Mzee Bobu Nyanga Makani, wakina Mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine, wakaanzisha hiki chama. Na kwa miaka 33 ya uwepo wa chama hiki, na mzee ameondoka karibia na siku moja kwenye birthday ya chama ambayo ilikuwa kinatimiza miaka 33, kwa sababu Chadema ilisajiliwa na kupata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi wa kwanza, siku kama ya leo, na mzee ameondoka jana. Kwa hiyo ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee, cha kwanza mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Amekuwa gavana pale, akafanya kazi na Mwalimu kwa sababu mzee aliamini katika sera zinazoendana na chama chetu, na wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye serikali ya Mwalimu ambayo ilikuwa inaamini katika sera za ujamaa ambazo aliona haziwezi kuendeleza watu, hazifanyi mtu mmoja mmoja kufikia full potential yake ya kumiliki mali, kujiendeleza yeye na kuendeleza watu wengine. Walipotofautiana kwenye masuala ya fedha na masuala ya misimamo ya kiuchumi, mzee akamwambia Mwalimu, unaweza kutafuta mtu mwingine ukafanya naye kazi, mimi naona tukienda njia hii tutaanguka shimoni. Sasa unaweza kufikiria mtu ambaye angeweza tu kuadjust
akafiti kwenye mfumo wa kitu alichokuwa anataka mwalimu, lakini akasema kwa sababu mimi ni mshauri wako kwenye masuala ya fedha kama gavana wa benki kuu, naona hatuwezi kuelewana, tutaanguka huko unakoniambia twende, na utaalamu wangu naona utaalamu hauendani na hicho unachoniambia, tutaanguka. Akaresign. Lakini kwa sababu pia mwalimu alimjua uwezo wake, mwalimu akamruhusu kwenda kufanya kazi nje ya nchi kimataifa. Akaenda kufanya kazi kwenye shirika la fedha duniani IMF. Sasa haya mambo yote kwa nini nayasema? Ni kwa sababu katika tawala tulizonazo sasa hivi, si ajabu mwanasiasa akamwagiza hata daktari kufanya kitu ambacho anajua kabisa utaalamu wa udaktari wake hauko hivyo, akafanya kwa sababu mtawala amemwagiza. Nasema uongo? Kwamba mkuu wa mkoa hapa, yeye ukisha kuwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari ni daktari. Ukiwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari unajua ualimu, wewe tayari unajua uaskari. Yani wewe kwa sababu tu umekuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au umekuwa rais, you know everything. Na wale walioko chini yako wanapaswa kufuata kile unachowaambia, hata kama utaalamu wao unakataa hayo. Na wakikataa watakiona cha nini? Cha moto. Fikiria mzee Mtei angekuwa gavana wa BOT sasa hivi, asingefunguliwa kesi ya uhaini kweli au ugaidi, si ndio? Au angeweza kuwekewa kesi yoyote na mtawala ili kumkomoa, si ndio? Lakini Mwalimu kwa sababu alikuwa mtu ambaye anaamini katika mawazo ya watu, kushindanisha mawazo, na hii dunia imeendelea kwa watu kushindanisha mawazo. Gari haijatengenezwa hivyo ikatembea kwa mtu mmoja tukudominate, mwingine akasema hivi wewe uliyetengeneza kwa nini ilikuwa Land Rover? Hatuwezi kutengeneza Land Cruiser, hatuwezi kuimprove hivi. Ndio mawazo yanaendelea, yanatokea. Ukiona taa zilizokuwepo kipindi hicho na zingine, ni mawazo yanashindana, yanatengeneza kitu kipya. Tanzania ya sasa, mtawala anataka akifikiria kwamba sasa hivi ni jioni, wote hata kama tunaona sasa hivi ni mchana, tuseme ni jioni. Sasa kwa sababu muasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama, alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu, National Convention sui for what, Tanzania Labour sui nini. Chama chetu kina jina la Kiswahili, maneno rahisi, chama cha demokrasia na maendeleo. Aliamini katika mambo mangapi? Democracy na development, demokrasia na maendeleo. Na hayo ndio yaliyosababisha akatofautiana na Mwalimu Nyerere kwa heshima, kwamba tunataka tuendeshe uchumi wa aina gani, lakini pia uwe uchumi unaoruhusu watu kujieleza, watu kuchagua, watu kuchaguliwa, watu kupata fursa za uongozi, na wananchi wao ndio wawe wanini, ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kwa chama chetu ni chama cha mrengo wa kati kulia, ambacho kinaamini katika demokrasi, kinaamini katika soko huru la watu kufanya. Una biashara yako unafanya bila bugdha, na serikali inatimiza wajibu wake, unalipa kodi. Tunaamini katika misingi ambayo rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya kuendeleza watu wetu, sio kuendeleza wageni. Hicho ndicho alichokipigania mzee Mtei. Ndio maana kwa wale ambao hawaelewi chama hiki, historia ya ukuaji wa chama chetu kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? 4. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33, lakini nazungumzia zaidi
huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1, kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge 4 mwaka 2000 kikapata wabunge 5 na halmashauri ya kwanza ya Karatu, na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza, mwaka 2000 halmashauri ya kwanza ya Karatu ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa kwenye halmashauri pekee nchi hii kule Karatu. Nyie wale watu wazima wanaelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na kodi inaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa kero, ikifika watu wanakimbia miji nyumbani kwao. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza iliyofuta kodi ya kichwa nchi hii ni halmashauri ya Karatu ya Chadema. Na kwa wale waliokuwepo wanakumbuka wakati ule Rais Mkapa alisemaje kuhusu kufuta hiyo kodi. Ikafuta kodi ya baiskeli inaitwa mchirizi. Zamani ukiendesha baiskeli unachajiwa kodi. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza kufuta ni ya Chadema. Mwaka 2005 tukapata idadi pia ya wabunge, ambapo halmashauri ya kwetu pia ya Hai ikawa ndio halmashauri ya kwanza kuintroduce hizi shule zinazoitwa shule za kata. Naeleza haya ili muelewe historia ya chama hiki alichokianzisha Mzee Mtei, jinsi ambavyo kimechangia leo maendeleo makubwa katika nchi yetu. Na kama mnakumbuka, tulipokuwa kwenye halmashauri ya Chadema Tarime mwaka 2007 mpaka kuja mwaka 2010, ndio halmashauri ya kwanza nchi hii kulipia wanafunzi ada za sekondari. Kwa hiyo mwaka 2005 mwaka 2000 tuko na wabunge 5. Mwaka 2005 tukawa na wabunge karibia 11. Yes, 11. Mwaka 2010 alipogombea Dr. Slaa tukawa na wabunge 47. Mwaka 2015 tukawa na wabunge 72 na halmashauri nyingi sana katika nchi hii. Hivyo hivyo kwenye serikali za mitaa tukawa tumefikia 30% ya asilimia za mitaa za serikali za mitaa. Na tangu mwaka 2015, kwa sababu ya hiyo trajectory ya ukuaji wa chama chetu, kuanzia wabunge 4, wabunge 5, wabunge 11, wabunge 47, wabunge 72 na halmashauri nyingi na vijiji na vitongoji, serikali tangu hapo deliberately wameshambulia chama hiki tangu mwaka 2020 mpaka leo hakijawahi kupumzika. Kwa ndugu zangu, tunapomwomboleza Mzee Mtei leo, message yangu kwa wanachadema nchi nzima, cha kwanza wote, tukianza na mkoa wa Mara, sisi ni watu ambao huwa tunaonesha mfano, na kanda hii na kanda nyingine zote, ninawasihi sana wanachama kwa wingi, kwa kadri tunavyoweza, tujipange kusafiri kwenda Tengeru, Arusha kwa ajili ya kumuhifadhi Mzee Mtei siku ya Jumamosi tarehe 24. Kwa hiyo wito wangu kupitia vyombo vya habari leo ni kuhamasisha wanachadema nchi nzima, twende tukamwage mzee huyu kwa heshima kubwa ya chama chetu na kwa heshima aliyoisababishia chama chetu. Huu ni msiba wetu. Tumefiwa na mtu wa muhimu sana kwenye historia ya chama chetu. Kama tulivyokwenda kwa mzee Bob Nyanga Makani pale Shinyanga, wale wanaokumbuka, mwaka 2012, vile vile viongozi wa mkoa kwa kushirikiana na wanachama wetu, viongozi wa kanda nchi nzima, hakikisheni tunajitokeza kwa kushiriki hili tukio kubwa la
kumstiri, na ikiwa vizuri tufike siku ya Ijumaa Arusha. Mimi nitasafiri kesho, nitakuwa Arusha kwa ajili ya kuongoza waombolezaji wote kumsindikiza mzee wetu huyu kwenye nyumba yake ya milele. Jambo la pili, chama chetu tulishaazimia na sasa tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha kumbukumbu ya Mheshimiwa Mzee Edwin Mtei, Academy ya kumbukumbu ya Mzee Edwin Mtei kwa heshima yake, kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi hii, kwenye demokrasia ya nchi hii. Kwa sababu hebu fikiria tu, huyu mzee ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo kabisa. Nimewaambia yeye mifumo yote ya fedha ya nchi hii ameshiriki katika uanzishaji wa benki kuu, ndio gavana wa kwanza kabisa. Wakati hii benki kuu hatukuwa nayo. Fikiria kwa mfano, leo hakuna nyumba, wewe ndio uwe mtu wa kwanza kujenga nyumba, ndio uwe mtu wa kwanza kufikiria kiti hiki kikae hapa, hiki kiti kikae pale, meza zikae hapa. Hiyo si ni kazi kubwa ndugu zangu? Sisi wengine tunaofuata ni rahisi kukosoa, tubadilishe hili, tubadilishe hili, au kutokana na ukuaji wa maendeleo na demokrasia na teknolojia ni rahisi, unaangalia, unakopi, unafanya. Huyu ni mtu ambaye ndio alikuwa wa kwanza kuwa governor wa BOT, kuseti mifumo ya mwanzo kabisa ya fedha ya nchi hii. Lakini amefanya kazi kwenye East Africa Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile amefanya kazi kwenye shirika la fedha duniani. Sasa sio mtu rahisi akatoka huko kote na fedha alizokuwa nazo na utajiri aliokuwa nao, baadaye akajishusha akaja kuanzisha chama cha upinzani hapa Tanzania. Mnaelewa ukiwa mpinzani unavyokuwa unatritiwa na serikali hizi za Afrika. Leo nimeona mtu mmoja anasema viongozi wa Afrika wangekuwa na mabomu ya nuclear, wangekuwa na access na bomu la nuclear, wangelitumia kwa ajili ya kuangamiza watu wao. Nani anaweza kubisha kwa hilo? Viongozi hao wanaoweza kutuma askari wakaua mamia ya watu ili wabaki madarakani, hao wakiwa na bomu la nuclear watashindwa kutuua? Wanakuwa wanapiga bomu la nuclear dhidi ya viongozi wao. Lakini hebu fikiria huyu mzee, pamoja na uwezo wake, pamoja na usomi wake mkubwa, akajishusha, kaja akaanza chama. Leo hapa tuko wanachama hapa. Mwenyekiti Mwembe ametumia, katibu Mwembe na viongozi wa mkoa wametumia muda mchache tu kupiga filimbi, ukumbi tayari umeshafanya nini? Umejaa. Sasa huyu alikuwa mmoja, wakawa na wenzake wakina Mama Mary Kabigi na kina Bobu Makani na wengine, hawana mwanachama hata mmoja. Yaani ni wazo. Sasa umeliuza kwa mtu wa pili, limeenda kwa mtu wa tatu, unakuja Msoma hapa huna mtu hata mmoja wa kumtuma uwanjani akakuandalie, akakufungie bendera, apeleke barua polisi. Sijui kama mnaelewa huo ugumu. Sasa mpaka sisi wote tumezaliwa humu, wengine tumekuwa madiwani, wengine tumekuwa wabunge, na wengine wamenufaika sana na chama hiki. Uongo kweli? Kwa wazo la huyu mzee. Kwa heshima yake nimesema chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei pale kwenye viwanja vyetu. Tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga, uko zaidi ya ekari 50. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu, kwanza uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi
mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri? Lakini cha mwisho, napenda kutumia fursa hii, siku ya maadhimisho ya miaka 33 ya chama chetu na siku ya kumbukumbu ya kumwaga mzee wetu aliyepotea, mzee Edwin Mtei, kusema hivi: alianzisha chama hiki kikiwa kidogo sana. Ndoto yake ilikuwa ni kuona Chadema inashinda dola. Wale tuliokuwa kwenye ukumbi wa Kiramu mwaka 2009, siku ya mkutano mkuu wa chama, Makenji nafikiri alikuwepo, sijui kama sina kumbukumbu vizuri, mwaka 2009, sijui wangapi walikuwepo pale Kiramu kwenye, mama alikuwepo. Mzee Mtei alipoitwa jukwani kuzungumza, mimi nimefanya naye kazi, nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Alikuwa mzee sana na amehudhuria vikao vichache sana tangu nilipoingia kwenye kamati kuu mwaka 2011 kwa sababu ya umri. Lakini alipoitwa jukwani, ameona watu wamekaa kwenye ukumbi, alilia. Akasema Chadema tulioianzisha ndio imekuwa kubwa hivi. Akashindwa kuvumilia, akawa analia wote na Bob Makani. Nataka nitumie fursa hii kwa wanachama wa Chadema na kwa nchi nzima kuambia ndoto ya mzee Mtei kuona chama hiki kinakuwa chama kikubwa zaidi imetimia. Sisi ni chama pekee nchi hii, wala sio cha kulinganishwa na CCM. Hiki ndio chama kikuu cha nchi hii, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu kwenye nchi hii. Ndio chama pekee. Namna ya kukidhibiti ni kutumia jeshi na polisi, lakini kwenye hoja na ushindani hakuna chama kinaweza kushindana na chama chetu. Na kwa hapa tulipofika, ushindi uko kwenye eyesight, uko kwenye, ungeweza kusema ushindi upo pale macho yasipofikia. Ushindi uko kwenye eyesight. Nataka niwahakikishie, kwa muda ambao sisi tunaongoza chama hiki, tutakipeleka kwenye nafasi ya kwenda kushinda dola na kutimiza yale ambayo wazee wetu waliyatamani kuona yanatokea. Hatutafanya usaliti, hatutamwonea mtu aibu. Kama ni nyeupe tutakwambia ni nyeupe, kama ni nyeusi hatutaipamba pamba kwamba ina rangi kama brubru hivi, au tutasema hii ni nini? Nyeusi. Na hatutapigia magoti udhalimu. Na tunataka kutumia nafasi hivi pia kuambia serikali, nchi hii sio mali ya Rais Samia, wala sio mali ya kikundi cha watu wachache wanaotumia nafasi ya dola kuteka watu, kuumiza watu, kusilence watu, kuumiza hata viongozi wa dini wanaokuwa na mawazo tofauti na wao. Sio mali yao. This country belongs to us all. Ni nchi yetu sote. Gilly Bonny Online TV.